Tumkaribishe kwa makofi anapoleta neno la Mungu. Nashukuru kwa sababu ya siku ya leo, maana ni wema na mwaminifu. Haleluya. Pia nawashukuru nyote ambao mmeingia ili kumpa Bwana kijito chako. Haleluya. Maana sisi zote ni kazi ya Mungu. Hakuna mtu hapa kwa sababu ya kazi yake mwenyewe. Zote tumefanywa ni kazi ya Mungu. Haleluya. Wiki mzima Bwana ameniongoza, amenilinda, amenihifadhi. Hivyo nina mambo mengi ambayo ninaona ya kwamba Bwana ameyatenda. Haleluya. Maana kuna vitu vingine ambavyo havionekani ama juu ya mwanadamu, hatuonagi ya kwamba ni kama mambo yana maana sana. Haleluya. Lakini ile inaonekana ya kwamba ni kama ni ya dhamani, lakini kunayo ambayo inakuwa ni ya dhamani tena sana. Haleluya. Maana unapokuwa mzima, hiyo ni dhamani iliyo. Maana kama wewe ni mgonjwa, hata ukuwe na nini, hata ukuwaje, hauna amani katika moyo wako. Haleluya. Hauwezi kuwa na amani ukiwa mgonjwa. Maana ugonjwa ni jambo ambalo linahangaisha mwanadamu, lakini ambao tuko wazima, wacha tumshukuru Bwana kila wakati na kila siku. Tuingia katika neno katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu 11 kuanzia pale moja. Maandiko inasema ya kwamba ikawa Yesu alipokwisha kuagiza wanafunzi wake 12, alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana munayoyasikia na kuyaona: vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiliwa habari njema. Naye heri awaye yote asiyechukizwa nami. Na hao walipokwenda zao, Yesu alianza kuambia 5, habari za Yohana, mmetoka kwenda nyikani kutazama nini? Unyasi ukitikiswa na upepo? Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mororo. Tazama, watu wavaao mavazi mororo wamo katika nyumba za wafalme. Lakini kwa nini mlitoka ni kuona nabii? Na nawaambia, na aliye mkuu zaidi ya nabii, huyo ndiye aliyeandika haya: tazama, mimi namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako,
nabii amekuja namna gani, ni mtu wa namna gani, kuliko kutazamia ni nini hicho, ni nani huyu ambaye anayepiga habari zake. Maana hiyo ndio maana. Haleluya. Bwana asifiwe. Mimi sio maana sana. Hili neno ndio la maana. Mimi wachana na mimi. Hili neno ndio litakayekusaidia. Maana wanadamu tuko na udhaifu. Haleluya. Ukiangalia mambo mengi, wanadamu ni Mungu tu anakusaidia. Kwa hiyo mtazamo wako na mawazo yako na akili yako ikiwa kitazamia neno. Ukiwa ukimtazamia Mungu, maana hakuna mwingine kama hautasaidika kwa hili neno, wewe huwezi saidika. Haleluya. Maana kama msaada wetu umeshasikia, ni msaada gani ambao unataka mwingine? Ni mgani huyo mwingine ambao unataka? Ni nabii huyo mgani ambao unatarajia? Na hili neno ni kuu kuliko nabii. Hili neno ni kuu kuliko mchungaji. Hili neno ni kuu kuliko mwimbaji. Kwa hivyo hili neno ndio limebeba msaada wetu. Haleluya. Kwa hivyo hata mtu akuje na njia gani, hata akuje kuwa faya yake, hata akuje kuwa namna gani, anametameta namna gani, kama hajakuja na hili neno, huyo atana na yeye. Maana sisi hatutazamia huyu mwingine, ni huyu ambaye ameandikwa hapa na ameshakuja. Haleluya. Nabii Isaya walikuwa wanatabiri habari za Yesu. Kutoka kwa mwanzo habari za Yesu zinatabiriwa. Bwana asifiwe. Lakini sisi tu heri, maana hata tumeshapokea. Bwana asifiwe. Kitabu walikuwa mara nyingi wanafunga kwa njia ya malaika. Yesu Mungu alikuwa akitokeza kwa njia ya malaika. Lakini sasa alitoka kwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kitabu ilikuwa ni sanduku la agano. Likiwa likiishi katika madhabahu. Ikatolewa hapo. Ikawa katika mioyo yetu, katika nafsi zetu. Maana ukitazamia wakati wa kitambo, sanduku la agano lilikuwa limeibiwa na Wafilisti. Watu wasiotahiriwa. Haleluya. Watu ambao walikuwa wanaabudu miungu. Yesu akasema, nitalibomoa kwa siku 3 na nijenge tena. Bwana asifiwe. Si anasifiwe. Akakuwa na habari. Haleluya. Kutoka hiyo wakati. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuko pamoja. Siku hizi akaja anakaa. Kwa sababu ukitazamia nyakati za Daudi na Wafilisti, si sababu la Yesu alikuwa anabeba watu wakienda nalo kwa vita, na si ilikuwa inaibiwa, lakini ni nani ataipa ile kwa moyo wao? Haleluya. Sasa ni gani kile tunangojea kama sio Bwana asifiwe? Hakuna sanduku lingine ambalo tunangojea. Hakuna nabii mwingine tunangojea. Ashafikia. Bwana asifiwe. Yaani, andiko inasema heri huyo asiyenichukia. Maana ukimchukia wewe hauna bahati. Saliwaambia heri asiyechukiwa nani. Maana habari za Yesu zilitabiriwa. Nabii Isaya walikuwa wakizungumza habari zake. Yohana alikuwa akihubiri habari zake. Yaani, basi nataka kujua. Kila safari safari ya Yohana haikuwa rahisi. Maana neno sio rahisi. Neno sio rahisi. Bwana asifiwe. Uokovu sio rahisi.
kuliko vile ambavyo mwanadamu anafikiria. Jana majuzi kulikuwa na kijana fulani akaniambia yeye sasa alienda kazi leo. Akaniambia kulingana na yeye. Anajua kila mtu ameokoka atajaribu. Kuokoka ni ngumu. Nikataka kujua anajaribu kumaanisha nini. Kana ni ngumu bwana. Umeelewa? Akasema yeye anaamini kufanyia mtu mzuri. Yeye anaamini kuwa sikosea mtu. Na ni sawa. Lakini bado Mungu anamhitaji. Kwa hivyo wewe ambao unaokoka hata hauwezi kuja kwa ndani yako. Lakini Mungu akikuangalia hivi ambao hajaomba ndio anajua. Mungu aliye na pepo ndio anajua nini kiko ndani yako. Haleluya. Maana hata anaweza kutazama hivi. Maana anajua kile ambacho kiko ndani yako. Lakini unakuta hapo mtu anakuuza tu anasema, wewe toka hapo. Haleluya. Kuna kitu cha thamani kuliko chochote ambacho unakiona. Uzuri ni kwamba haiwezi hapa kwa Mungu wako tu. Mtu atakuja aibe. Haleluya. Iko katika moyo wako. Maana Wafilisti walikuwa wanatesa Israeli. Ndio unakaa unasikia sanduku limeenda. Anataka mko kwa vita, mnapigwa mnauawa. Lakini Mungu ni wa huruma nyingi. Akatuletea sasa hawezi baba na Mungu. Haleluya. Hata sasa Mungu anakuja kuambia Baba, anaweza wewe mwenyewe upeane hiyo nafasi. Umpe shetani nafasi alipokuomba. Kwa hivyo ukiangalia Yesu vile ambavyo anawajibu na ukiangalia wakati wa sasa vile ambavyo mambo yanafanyika unakuta ya kwamba ina wapi nasema. Kwa sababu unaangalia hapo kuna mtu unamuuliza kwamba unaenda kanisa kufanya nini? Hawezi kujibu hiyo swali. Ninaenda kufanya nini? Haleluya. Lakini kama anaona shida gani? Lakini baada ya kuwa sikilajua ni shida. Ni kitu tofauti. So, alikuwa anajaribu kuambia kwamba kuna watu wako hapo. Wakuja kuona hii kijana inahubiri. Inatoka wapi? Huyu mtu nasikia anafanya nini? Hata wengine katika mioyo wanasema, mtu anajifanya ananiwajuzi. Je, anakuja kujifanya hapa kwani si kuna watu kuna makuhani? Haleluya. Na sasa wewe unaona ya kwamba Yesu mama kwa alikuwa anafanya yeye alikuwa anakikisha kama makuhani. Ilifanya hata wale walikuwa wanapanga jambo ya kununua. Maana alikuwa anaongea mambo ambayo ni magumu. Mambo ambayo yamefichika. Ameleta nuru, ameleta ukweli. Unadhani kama mtu alikuwa anafanya mambo yake na kuagiza atakubaliana na wewe? Lazima atatafuta namna na njia ya kufikia. Na ni basi tunakuta kwamba katika safari ya wokovu wengi wanakuwa kalimani. Kulingana na vile ninasoma katika neno. Wengi vita ndio wewe ndio zaidi. Maana ukisoma elimu katika Mungu Yakobo anasema kwamba mtadharauliwa, mtachukiwa, ndugu watamkana ndugu, wazazi wataacha watoto. Bwana asifiwe. Kwa sababu yangu. Yaani aliwatayarisha wakati alikuwa na watu wanafunzi. Endeni mkijua hivi.
Ama ni yule mtu anaenda kuangalia venye amevaa. Mtu yake imekaa nje roho. Mbona wanasema kile kile? Wala sio. Ili watu hata unashukuru venye amevaa. Hicho ambacho anachokihubiri. Huyo ambaye anaongea habari zake ndio inakupeleka. Na hili ndilo Yesu alikuwa anaambia wale jamaa. Yaani unataka niwaambie nini? Kwani hamuoni? Ama mwakuja kuona Mungu anamwambia mbele. Yaani umekuja na lengo hili. Kwa sababu tayari mambo yanafanyika kwa maana yake. Na unakuta kwamba Yesu akana wanafunzi wake wanatembea lakini nasikia yaani swali yenye mtu anauliza. Yesu anashangaa na vile tumetembea lakini wapi neno likawe tuliweke kama kibao katika mioyo yetu. Bwana asifiwe. Ukaweke kama nabii Habakuki aliambiwa kwamba andika wacha kulalamika. Bwana asifiwe. Yaani mtu akitazama kutoka huko anajua kwamba huyu ana Mungu. Haleluya. Akiangalia kitazama anajua huyu kuna Mungu. Kwa ndani yako ni neno linatoka. Ukisoma katika tukiangalia katika mstari wa 11 maandiko inasema ya kwamba amini nawaambieni hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Amini nawaambieni hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Kwa maana manabii wote na Torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana, na ikawa mnataka kubali yeye ndiye Elia atakaye kuja, kwenye masikio na ukisikiza vile ambavyo hii majibu ambayo Yesu anajibu wanafunzi wa Yohana katika kwamba tangu wakati wa Yohana Mbatizaji ufalme wa mbingu hutekwa na wenye nguvu. Bwana asifiwe. Kumaanisha sio jambo rahisi, maana kitu ambayo lazima utumie nguvu inaonekana kuna hukumu mahala pale. Kwa sababu ukiangalia, kwa sababu anaonyesha ya kwamba nyinyi mlikuja kutazamia ya kwamba ni Elia, ni nabii yupi, huyu mtu anafahamu aje, amekuja na njia gani, ama ni nini hasa ndio wale. Alikuwa anataka wafunguke macho, waone jinsi ambavyo anataka Yesu anataka waone, lakini hili jambo bado linakuwa ngumu kwao. Yaani na njia rahisi, hakuna mtu mwingine ambaye tunamtarajia isipokuwa yeye. Lakini nitakifananisha na nini kizazi hiki? Kimefanana na watoto wanaokaa sokoni, wanaowaita wenzao wakisema, tuliwapigia filimbi wala hamkucheza,
Tuliomboleza wala hamkulia, maana Yohana alikuja hali wala hanywi, wakasema yu na pepo. Mwana wa Adamu alikuja akila na kunywa, wakasema mlafi huyu na mlevi, rafiki yao. Mlafi huyu na mlevi, lakini yao watoza ushuru na wenye dhambi na hekima imejulikana kwa kuwa ina haki kwa kazi zake. Bwana asifiwe. Yohana anakuja kwa ajili ya kufunga na kwenda nyikani. Haleluya. Lakini Yesu anasema ya kwamba mimi nimekuja ninakula ninakunywa. Na bado mlikuwa mnasema ya kwamba huyu jamaa ana pepo. Hakosi jamaa ni wazimu. Haleluya. Na tena mimi nimekuja unasema ya kwamba lazima hizi vitu wanafanya kwa mkubwa wa pepo. Lakini Yesu anauliza, ukiendelea kwa jina anauliza, kuna swali anauliza kwamba itakuwaje shetani, ufalme wa shetani ukadibiria wenyewe? Itakuwaje? Sio ni kama kujijali. Itawezekana kweli? Haiwezekani. Kwa sababu anauliza aje, nitakemea wanadamu wakasai kitu ya kusema. Ninatoaje pepo na mapepo? Sitakuwa ya kwamba kuna neno ambalo natumia hapo. Kuna neno alitumia hapo. Inakaa. Yaani wewe ujipige wewe mwenyewe. Sio ni kama kujikosea hivi. Yaani ukae hali kujipiga. Hiyo ni kitu ambacho kinawezekana. Kwa sababu walikuwa wanatafuta nani anakuja sababu ya kumshtaki na kumuua. Walikuwa wanatafuta tu jambo. Lakini ukisoma pale inasema ya kwamba lakini mambo ya watoza ushuru na wenye dhambi inaonekana ni kweli. Inaonekana ni haki. Haleluya. Saa hizi kuna maroli na kuna majaji. Kwa hiyo kuna vitu zingine zinafanywa unakuta si haki. Lakini katika mwanadamu inakuta ni haki. Na utasikia mtu akisema ya kwamba huyo mtu alifanya vibaya. Si maroli asiapo anajua, mawakili si wanaendelea mpaka muuaji. Na hiyo mtu anapaswa kufungwa. Lakini hautasikia mtu akisema ya kwamba huyo mtu si haki. Haleluya. Lakini mtu ambaye analeta habari njema, hapo ndio nasikia watu wasema ameanza habari za uongo. Mungu ameanza habari za uongo. Na ni habari njema anahubiri. Lakini hii ambayo muongo anatetewa haionekani. Wanasema kumaanisha kuwa mtu dhaifu. Kwa mambo ya uongo utatoboa. Kawaida kizengezana hiyo. Haleluya. Maana kwingi ni mahali pa nyanyua. Utapigwa mpaka mwenye unajua ya kwamba ni huyu. Huyu ni rafiki yako. Huyu ndio anatumika anakaa mbele sana. Yeye anakuwa accused. Yeye anakuwa mshtaki wako. Yeye anapeleka habari mbaya zako. Haleluya. Yeye anakuwa mshauri wako. Yeye anakuchimbia kaburi. Bwana asifiwe. Yeye anajua vile ambavyo unauawa. Lakini Yesu aliyafikia. Haleluya. Kwa hivyo wakati unapohubiri, wakati unapopeleka habari njema, wewe jipe moyo. Unajua Mungu yuko na wewe. Ujue uko katika safari. So ujikao unajiandaa vizuri. Kwa sababu Ibilisi anakuwa hukumu, anapiga na ule hukumu, na ukweli ni kuwa hakuwahi exactly mahali hapo. Haukajua hasa hapo wapi. Anakuwa akipita tu hivi. Haleluya. Na niposa utakuta na mambo mengi ambayo atajaribu kujitiza ili kutoa katika njia za Kristo. Maana hiyo ndio kazi ya Ibilisi. Sitaendelea sana muda sio nzuri. Lakini kuna mahali tu nilikuwa nataka
tusome katika hiyo Mathayo 12. Tuanzie Mathayo 12. Akawaambia, wakati ule Yesu alipita katika mashamba siku ya Sabato, wanafunzi wake wakaona njaa, wakaanza kuvunja masuke. Wakala na Mafarisayo walipoona, walimwambia, tazama, wanafunzi wako wanafanya neno ambalo si halali kulifanya siku ya Sabato. Akawaambia, hamkusoma alivyotenda Daudi alipokuwa na njaa, yeye na wenziwe, jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu akaila mikate ile ya onyesho ambayo si halali kwake kuila, wala kwa wale wenziwe, ila kwa makuhani peke yao. Wala hamkusoma katika Torati kwamba siku ya Sabato makuhani hekaluni huinajisi Sabato wasipate hatia. Lakini nawaambieni kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu. Lakini kama mngalijua maana yake maneno haya, nataka rehema wala si sadaka, msingewalaumu wasio na hatia. Kwa maana Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Bwana, kiangalia hilo neno, ni wakati Yesu alipokuwa akihubiri. Biblia inasema ya kwamba, yaani ukiangalia hili neno nakuta kwamba kuna watu wanaheshimu siku kuliko kuheshimu Mwenyezi. Haleluya. Na wanafaa kuheshimu Mwenyezi kuliko siku yenyewe. Haleluya. Maana ukiheshimu Mwenyezi siku utakuwa umeheshimu hiyo siku. Na hapo ukiangalia Yesu anakemewa kwa sababu wamekula siku ya Sabato. Na kulingana na Mafarisayo wanaona hii ni makosa, hufai kufanya hivyo. Kuna swali Yesu aliuliza ya kwamba, wewe uko na ng'ombe wako, ndio? Alafu hiyo ng'ombe aanguke kwa shimo. Utaacha kulia kwa shimo kwa sababu ni siku ya Sabato, ama utamuokoa? Haleluya. Tena kuna swali tena aliuliza hapo, kuna wakati Daudi alikuwa na njaa na wenziwe, ikabidi akaingia kwa nyumba ya Mungu. Akihojiwa ni hapo nyumba. Na kwenda nyumba yake.
mengi. Hiyo naizungumza iko katika mstari wa 11. Anasema akawaambia, ni mtu yupi? Ni mtu yupi miongoni mwenu mwenye kondoo moja, na yule kondoo ametumbukia shimoni siku ya Sabato, aliyemshika asiyemshika akamuokoa? Pia anasema hilo neno akamuokoa. Mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Basi ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Kisha akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Akaunyosha, akapona, akawa mzima kama watu. Yaani vitu wenyewe anaanguziwa ni vitu ambao anasaidia watu wao bado, kwa sababu Mungu amepona siku ya Sabato. Anaonyesha kwamba kama wewe kondoo yake uweze wacha kwa shimo ikufia hapo, na sasa wewe unaona ya kwamba kuponya huyu mtu ni dhambi ya kutimiza Sabato. Kwani hii kondoo, kwani huyu mtu hii kondoo ni ya thamani kuliko huyu mtu? Kuna makosa gani mtu akipona?